Kwa majina naitwa Pierina Emmanuel Mwaruko, ni mganga mfawizi hospitali ya manispaa ya Shinyanga. Tunapenda kuwatangazia wananchi wote wa manispaa ya Shinyanga na maeneo ya jirani kwamba hospitali ya manispaa ya Shinyanga imeongeza wigo katika utoaji wa huduma za afya, na kwa sasa tuna huduma pia za madaktari bingwa, ambapo tuna daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, ambapo anapatikana hospitali hapa kila siku kuanzia saa 1 mpaka saa 10 jioni. Kila siku anapatikana hapa. Na pia kuna huduma ya kliniki ya kibingwa kila siku ya Jumamosi. Huyu anahusika na magonjwa ya mifupa, misuli, nyonga, maumivu ya joint. Anapatikana hapa kila Jumamosi kuanzia saa 2 mpaka saa 10 jioni. Pia tumeongeza huduma katika kitengo chetu cha tiba ya macho. Kwa sasa kuna vipimo vimeongezeka. Tuna uwezo wa kupima presha ya jicho, kuangalia kama kuna changamoto ya macho ya mtoto wa jicho. Vipimo vimeongezeka katika kitengo cha macho. Pia katika idara yetu ya maabara kuna vipimo pia vimeongezeka, vipimo vya chemistry, vipimo vya electrolyte. Tunawakaribisha wananchi wote wenye uhitaji wa huduma hizi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kupata vifaa vya kisasa katika hospitali yetu ya manispaa ya Shinyanga, ambapo baadhi ya vifaa hivyo tumeongezewa mashine za monitor kwenye kitengo chetu cha dharura. Tumeongezewa mashine za kupimia macho, tumeongezewa mashine katika kitengo chetu cha maabara, ambazo hizi zote zinasaidia katika kutoa huduma bora kwa wananchi wa manispaa ya Shinyanga. Majina anaitwa Dr. Elpidius Theodore, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na uzazi. Napatikana katika hospitali ya manispaa ya Shinyanga government. Katika hospitali yetu tunatoa huduma mbalimbali zinazohusiana na uzazi pamoja na matatizo mbalimbali yanayowapata wakina mama hususani kwenye uzazi. Huduma ambazo tunazitoa katika hospitali yetu, tunatoa huduma mbalimbali katika uchunguzi pamoja na matibabu kwa wakina mama ambao wana matatizo ya kutokwa na damu kusikokuwa kwa kawaida, ila pia tunatibu wale ambao wanakuwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi. Tunatoa huduma ya uchunguzi pamoja na operation kwa wale ambao wana uvimbe kwenye mfuko wa uzazi pamoja na mayai, ila pia tunatoa uchunguzi wa viashiria vya saratani ya mlango wa kizazi au shingo ya kizazi. Tunafanya uchunguzi wa saratani ya matiti, ila pia tunafanya uchunguzi pamoja na matibabu ya uzazi, kama tunatoa huduma za uzazi wa mpango. Tunatibu utasa, kwa kitaalamu tunaita infertility. Katika hili tunapima homoni mbalimbali, tunatambua tatizo na pia kwa ajili ya ushauri kwa mtu kuweza kupata ujauzito. Tunafanya huduma ya afya ya mama kipindi cha ukomo wa hedhi, kwa kitaalamu tunaita menopause, kwa shida mbalimbali ambazo mama anazipata pale basi anapokuwa ameingia katika ukomo wake wa hedhi. Ila pia tunatoa huduma mbalimbali za uzazi kama kliniki ya ujauzito. Tunafanya ufuatiliaji katika huduma mbalimbali za ujauzito ambao ni hatarishi, kama wale ambao wana pressure ya uzazi, wana kisukari na magonjwa mbalimbali ambayo yanaambatana na uzazi. Tunatoa huduma ya upasuaji na kujifungua salama kwa kina mama wote ambao wanakuwa ni wajawazito, ila wale ambao wanajifungua kwa njia ya kawaida ama kujifungua kwa njia ya operation. Huduma hizi zinapatikana katika hospitali ya manispaa ya Shinyanga, na siku ambazo tunatoa huduma hizi zote ni kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa kila siku. Vipimo mbalimbali vinapatikana katika hospitali yetu, ikiwa ni pamoja na huduma za ultrasound, vipimo vya maabara. Kwa hiyo ndugu
wana Shinyanga Manispaa na viunga vyake, hata wale ambao wako nje ya manispaa, mnakaribishwa sana katika hospitali ya Manispaa ya Shinyanga katika kupata huduma hizi. Ila pia tunatoa huduma nyingine ya kibingwa ambao tunakuwa tuna daktari bingwa wa mifupa ambaye anapatikana katika hospitali yetu kila Jumamosi. Kwa hiyo kila Jumamosi wale wanaopata matatizo ya migongo, wale ambao walipata matatizo ya kuvunjika mifupa, wale ambao wana viungo vyao vinauma, mnakaribishwa sana katika hospitali ya Manispaa ya Shinyanga tuweze kuwahudumia. Mimi kwa majina naitwa Rusi Malelo Biseko. Ni mtaalamu wa maabara katika hii hospitali yetu ya Manispaa ya Shinyanga. Hospitali yetu ni moja ya hospitali zilizopo katika Manispaa yetu ya Shinyanga. Katika hospitali yetu, katika kitengo chetu cha maabara, kuna huduma zinazotolewa ambazo ni pamoja na huduma ya upimaji wa homoni kwa kina mama na wote wenye changamoto za homoni, upimaji wa vipimo vingine vya parasitological test, MRDT, kuna BS na vipimo vinginevyo. Pia tuna vipimo vya chemistry. Na vipimo hivyo vyote katika ngazi yetu ya hospitali vinafanyika. Tunawakaribisha sana wateja wetu wote hospitali yetu ya Manispaa ya Shinyanga kwa ajili ya kuja kupata huduma hiyo, kwa sababu vinapatikana vipimo vyote katika hospitali. Tunawakaribisha wakina mama wote wenye changamoto za uzazi, kwa sababu katika hospitali yetu kwa sasa tunaye daktari bingwa. Tunawakaribisha wateja wote wenye huduma ambao wana bima, ambao wanatumia papo kwa papo, na ambao pia wanatumia huduma ya CHF iliyoboreshwa. Kwa hiyo tunawakaribisha wateja wetu kwa ajili ya kuja kupata huduma hizo za kibingwa na huduma nyingine za kitabibu. Katika vipimo vyetu vyote, wamama wote ambao wana changamoto ya matatizo ya uzazi, pia vipimo vinapatikana katika hospitali yetu. Tunawakaribisha sana, karibuni sana wananchi wa ndani ya manispaa na nje ya manispaa yetu ya Shinyanga. Katika hospitali yetu tunaishukuru sana serikali kwa kuendelea kuboresha huduma za afya. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuboresha huduma. Kwa hapo mwanzo huduma hizi hazikuwepo wakati tunaipokea hii hospitali, lakini kwa sasa tunazo mashine zote ambazo kwa ngazi ya hospitali zinatakiwa kuwepo na ambazo zinafanya kazi. Tunaishukuru serikali, tunazishukuru wizara zote ambazo zinaendelea kutoa ushirikiano na sisi, pamoja na wenzetu Bohari ya Dawa kanda yetu ya Mwanza MSD, wanaendelea kutupatia vifaa pale tunapokuwa tuna mahitaji. Kwa hiyo tunaendelea kuishukuru serikali na tunaomba waendelee kuwa na moyo huo wa kuendelea kutoa vifaa kama agizo la serikali linavyohitajika, ili huduma kwa wananchi zisikwame, ili mwananchi anapofika katika hospitali yetu asipate changamoto yoyote ya huduma yoyote ile. Kwa majina naitwa Hassan, ni mkazi wa kata ya Kambarage, mtaa wa Majengo. Nimekuja hapa hospitali sina muda mrefu sana, nashukuru hatuna foleni sana na changamoto ya daktari diagnosis kaniambia nije nipime, nafikiri itakuwa madonda ya tumbo, ila huwa linanisumbua. Huduma nimepata vizuri, daktari nilipofika akanipokea vizuri, pia mapokezi naona mapokeo yao ni mazuri, wana sehemu ya kupima vizuri pale uzito, pressure. Kwa hiyo nimefika hapo, wamenielekeza vizuri, nashukuru sana. Nimefika mpaka maabara, kwa kweli wana uchangamfu watu wa maabara, ninawapenda sana. Wanaita kwa foleni, hakuna haja ya kubishana, wanachukua fomu vizuri. Huduma pia tunapata vizuri, kwa kweli namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya, anapozidi kusaidia wananchi, pia watu wa huduma wake anapozidi kuwasaidia sisi kama wananchi tunazidi kunufaika na tunafurahia sana huduma. Kwa jina naitwa Lazaro Edward Joseph, mtoa huduma wa magonjwa mbalimbali yanayohusiana na macho katika hospitali ya Halmashauri ya Manispaa. Kitengo hiki kimeanza na kinafanya kazi kwa kuwachunguza wagonjwa mbalimbali wa macho, lakini pia kwa kutoa matibabu
kulingana na tatizo la mgonjwa wa macho ambalo mteja amefika na kutueleza, lakini huduma hizi zimegawanyika katika hatua mbalimbali. Mgonjwa wetu anapofika hapa anakuwa anasajiliwa katika idara ya mapokezi, na anapofika mapokezi ataelekezwa moja kwa moja kuja kwenye huduma za macho. Na ndani ya hizo huduma, kwa sababu tayari ameshapata usajili wake wa kufika kutuona sisi wataalamu, huwa tuna vipimo vya awali. Vile vipimo vya awali ni kuweza kugundua au kujua huyu mgonjwa ana uwezo gani wa kuona. Tunaanza na jicho moja, tunakuja na jicho lingine la pili, kwa sababu majicho yote mawili yanategemeana. Hivyo basi mteja wetu hatua ya awali kabisa anachunguzwa kuona uwezo wake wa kuona unafikia kiasi gani. Kuna mwingine anakuja pengine ana tatizo jicho moja, jicho lingine linakuwa haliwezi kuona kabisa. Kwa hiyo tunaanza hatua za awali kupima vipimo vya awali, kuchunguza jicho moja moja. Tukitoka katika hiyo hatua ya awali, huwa tunawaleta katika vipimo vya uchunguzi wa kina. Uchunguzi wa kina inahusiana na utumiaji wa vifaa vya macho, ambapo kama unavyoona hapa mbele yako tuna kifaa kimoja kinaitwa slit lamp examination. Hiki kifaa kinatumika sana kwa ajili ya kuchunguza jicho kwa ujumla wake. Tunaliangalia jicho kwa upande wa nje, lakini tunaangalia jicho kwa upande wa ndani ya jicho. Na tunapokuwa tukitumia hiki kifaa kinatumia umeme ambacho chenyewe kinakuwa ni stationary, kinakuwa hapa kwenye idara ya macho, kwenye hiki chumba cha uchunguzi, na kinatusaidia kwa kweli, kinatupa amani kwamba tunapomhudumia mteja wetu, tunapomchunguza tunaona kabisa kama tatizo hili liko nje ya jicho tunamsaidia, lakini pia kama liko kwa ndani zaidi pia tunaweza kuchunguza na kugundua kwamba huyu mgonjwa tatizo lake liko ndani, pia anastahili kupata matibabu fulani. Kuna tofauti na hiki kipimo cha slit lamp examination, pia tuna vipimo mbalimbali ambavyo vyenyewe vinaweza kugundua mgonjwa wa macho pengine akifika hapa anakuwa ana shida ya pressure ya macho. Hicho kifaa kinatumika kwa wagonjwa wote, kwa sababu ukishafika hapa kwetu tunatakiwa tugundue tatizo moja baada ya jingine, na kwa weledi tulionao kwa kufanya kazi lazima tuwe na elimu kuwapa wateja wetu kwamba vifaa hivi tunavyovitumia ni salama na vinaweza vikatusaidia katika kufikia maamuzi ya kukutibu. Kwa hiyo tuna imani kabisa, na sisi tunashukuru serikali yetu kwa kuweza kutusaidia na kuboresha huduma za idara ya macho. Hapo mwanzo tulikuwa hatuna vifaa kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunasikiliza historia tu ya mteja. Anafika, anaongea, anasema labda nimesumbuka na jicho kwa kipindi fulani. Kwa hiyo kabla tujapata vifaa, kwa kweli huduma zilikuwa zinatupa ukakasi, hata matibabu yalikuwa yanatolewa, lakini kwa kupata historia tu ya mgonjwa. Lakini sasa tuna uwezo wa kutibu. Sasa tunaweza kumpima mgonjwa kwa kina, tukajua hili tatizo linahitaji matibabu fulani. Lakini pia tunagundua kwamba sasa hivi huyu mgonjwa kwa hali hii, anastahili kuendelea kutumia dawa au pengine anahitaji upasuaji. Kwa hiyo hizo huduma zote tunashukuru serikali kwa kuweza kuboresha ya vifaa, huduma ya vifaa katika hospitali yetu. Tunawakaribisha wananchi kwa ujumla wao, na kadri huduma zinavyoendelea, serikali inavyoendelea kuimarisha kitengo chetu na kuiongezea vifaa mbalimbali, tunashukuru sana, kwa sababu tunaona matokeo chanya ambayo wananchi wanafurahia huduma zinapokuwa zinaongezeka kwa upande wa vipimo na pia upande wa dawa. Asilimia kubwa tunaona wagonjwa wengi. Kwa hiyo tuendelee tu kuiomba serikali yetu kupitia viongozi wetu
kupitia DMO, kupitia RMO pamoja na Wizara ya Afya iendelee kutukumbuka kwa baadhi ya vifaa ambavyo bado vinahitajika katika kitengo chetu cha macho. Tunajua ni vifaa mbalimbali vipo vinavyotumika, lakini kwa hivi vilivyofika kwa kweli tumefurahi na tumenufaika. Sio sisi tu watu wa huduma, hata wananchi kwa upande wote wa kupewa huduma wamenufaika asilimia kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kuwaalika wananchi wasikae nyumbani na matatizo ya macho, waje tuwape huduma. Wataalamu wapo na vifaa mbalimbali kwa ajili ya uchunguzi wa macho vipo. Naitwa Halima Juma, mkazi wa Upongoji. Nimekuja hapa government kutibiwa macho. Ofisi nilikuwa sijui ya kutibiwa, nikapokelewa vizuri, nikaelekezwa. Basi wakanileta katika ofisi yao, wakaanza kunihudumia. Nimepata huduma nzuri, matibabu, nimehudumiwa vizuri. Nimepewa na dawa za kutumia. Naipongeza serikali kwa huduma yao nzuri, kwa kutuboreshea huduma ya macho. Kweli tunaendelea vizuri. Namshukuru Mama Samia, naye azidi kuongeza bidii. Naitwa Elihuruma Kepa, ni mgonjwa ambaye nimepata matibabu katika hospitali ya Manispaa ya Shinyanga. Tangu nimefika kutibiwa katika hospitali yetu hii nimefurahi na vile ambavyo nimetibiwa na matibabu nimepata. Kwa kweli nimepokelewa vizuri. Madaktari wameniona vizuri, wana moyo wa upendo. Nimepata kuhudumiwa na kujua shida yangu na kupata matibabu. Ninafurahi kwa ajili ya huduma zote nilizozipata, tangu mapokezi, tangu kwa wataaluma wa macho. Nafurahi sana na natoa rai kwa raia wenzangu wa Manispaa ya Shinyanga kuja katika hospitali yetu kupata matibabu ili waweze kupata ugunduzi wa matatizo yao na matibabu mazuri katika hospitali yetu ya Manispaa ya Shinyanga. Kwa majina naitwa Esther Christopher, natokea mkazi wa Ndembezi. Leo nilikuwa na changamoto ya macho ambayo ilikuwa inasumbua muda mrefu. Nikaona nitembelee katika hospitali ya government ili kuweza kupata huduma. Nimefika hapa, huduma ni nzuri, dada katupokea vizuri. Nimeweza kupata huduma hiyo mpaka nimefanikisha kupata miwani yangu ya macho. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.